Katika ardhi ya Wagan, nchi hii imegawanyishwa na ukuta mkubwa ambao haujajulikana umetokea wapi. Ukuta huu ndani yake kuna wanyama wakali ambao wanakula watu. Huyu mchawi ambaye ameutengeneza ukuta huu kwa miaka 1000 iliyopita, yeye ni mwanaume wa kiza. Kwa hiyo mpaka leo watu wakiingia ndani ya ukuta huu hawajui wanatoka. Maaskari hao wa Shuan walijitahidi sana kupambana na wadudu ambao walikuwa humu, na wanajeshi wake wengi sana walikuwa wanatumia uchawi ili mradi kujinusuru na kujitetea. Hata wazee wa kale wakasema ipo siku atatokea mtu ambaye ataleta mwanga katikati ya huu kiza. Huyu binti anaitwa Alina. Alina akiwa na kundi la wenzie, wote hawa ni wachoraji ambao wanajitegemea sana na wanategemewa sana, ambao wametoka katika chuo cha kulelea watoto yatima ambao wana vipaji mbalimbali. Hawa watu walikusanywa moja kwa moja hapa ili mradi kutengeneza ramani ya kupita humu. Huyu hapa anaitwa Mali. Huyu Mali ni rafiki wa karibu sana na Alina, na siku zote anatengeneza pesa kwa kupigana, yani michezo ya boxer. Aliweza kumpiga mpinzani wake kwa haraka, lakini mchizi mmoja alimmaindi kutoka katika hii falme ya Walan, na watu wakamwambia hakika usipigane naye kwa kuwa huyu yeye anatumia uchawi. Basi Mali alitoka hapo na kumkumbatia Alina, wakifurahi na wanajeshi wakipoa chakula cha hapa na pale, na wakakutana na marafiki zake wote ambao wametoka katika chuo kimoja. Wote kwa furaha wakaungana na usiku wakapata diko, lakini mpishi alishindwa kumpa chakula Alina kwa sababu kilikuwa tayari kimeisha. Na jamaa alikuta anatembea tembea na kukuta chakula hapa, lakini anakutana na mwanadada mmoja ambaye anaitwa Zoya. Zoya akamwambia inabidi ulale na mimi usiku wa leo, la sivyo uchukue iko chakula. Jamaa alichukua kile chakula na akaondoka nacho moja kwa moja. Na hapa dada alikuja kwa sababu alishachola ramani hizi na kuzichoma moja kwa moja, kwa sababu alitaka kwenda na yeye katika hiyo safari bila kuachwa. Na safari ilipoanza, watu waliingia ndani ya kiza hiko ili mradi kutokea upande wa pili ambao umetenganishwa, lakini safari hiyo ilikuwa hatari na ajabu sana, maana viumbe hivyo vikaanza kuwasogelea mmoja baada ya mwingine. Basi wakiwa katika boti hiyo ambayo inatembea katika mchanga wenye kiza, ambayo inasafiri taratibu, lakini huyu jamaa akataka mwanga na kiumbe cha hatari kikatokea na kikamchukua huyu mtu, kwa sababu aliwasha mwanga. Katika kiumbe hiki hakitakiwi mwanga wote ambao unaweza ukaleta nuru hapa, na wadudu wakaanza kuonekana. Vita kali ya binadamu na wanyama ikaendelea. Alien aliangalia na akawa hana cha kufanya Alina, na baadhi ya mtu mwingine naye akachukuliwa. Huyu mnyama aliendelea, lakini Alexi akajitosa ndani ya huu mchanga na kutembea kwa mguu. Lakini mchizi Mali alipokamatwa na huu mdudu alimtoboa sana katika unyayo. Binti Alina alichukua bunduki hii na kumtetea Mali, na Mali aliondoka chini, lakini dada alipomkimbilia na kumwangalia Mali hali yake na umnyama, alikuja tena na kumchukua. Lakini ajabu, miujiza mizito ikaonekana. Dada aliwaka mwanga mkali misli ya jua, na hao majamaa walikuwa wanasubiri boti hii ije, lakini wameona Alex peke yake ndio anatoka katika kiza kizito, kiza hiki. Na watu wakaanza, huyu ndio Josepha. Huyu jamaa ni mtaalamu sana wa kucheza kamari na kupiga risasi kwa hatari sana na spidi kubwa. Lakini hapa huyu kazi alimwambia huyu jamaa alikuja hapa na hela feki, na huyu hapa anaitwa Ini alikuja alimwambia hakika kuna mchongo mkubwa ambao ushapatikana wa sisi kupita katika ule ukuta ambao una kiza, na yeyote atopita katika ukuta huo kwa miaka hiyo atafanya biashara sana, kwa sababu watu wengi walikuwa wanataka kutoka hapa kwenda sehemu nyingine kwenda kufanya biashara. Kwa hiyo hapa kama dili likaenea na ikasemekana kuna mtu ambaye ametoka katika ukuta huo kupita kwa mguu. Sasa yeye ilibidi atafute huyo mtu na awaeleze amepitaje katika ukuta huo. Huyu Peka alikuja alimkamata huyu jamaa na kumsurubisha vibaya na kumwambia naomba ututajie huyo ni nani ambaye alipita katika ukuta huo haraka sana iwezekanavyo, la sivyo tutatoa maisha yake. Na mchizi aliuawa kwa sababu hakujua cha kufanya. Wapiga hela wanazidi kukusanyana ili mradi waangalie namna gani wanaweza wakafanya. Mchizi anapokea kitita cha pesa, anaambiwa kazi hiyo ifanyike haraka sana ifanyikavyo. Basi hapa walikutana na wenzao wa kazi na wakaanza kujadiliana. Dressing akamwambia huyu bwana mdogo ndio ambaye alishuhudia mpaka watu wakipita hapo, na yeye ndiye ambaye amepita kwa mguu. Basi walipompata mchizi akabidi aangaliwe kimiujiza, na mchizi akatabiri na kuonyesha kila kitu ndani ya mwili wa huyu jamaa. Na mwisho wa siku jamaa alipotaja jina Alina aliuawa na yeye alipoteza maisha. Na mchizi aliwaambia hakika fanyeni juu chini mnavyoweza, ili mradi tuweze kupitisha hapo biashara zetu na kupitisha bidhaa zetu, ili mradi wote tufanikiwe. Na hapa asubuhi boti hii imefika na wadada wawili. Tunarudishwa nyuma kidogo. Huyu binti na huyu jamaa wametoka mbali katika chuo cha kulelea watoto yatima, lakini bidada huyu siku zote alikuwa anakimbia kuwekwa katika makundi tofauti ama kutenganishwa na huyu mwanaume ambaye yeye anampenda. Na hapa anafanya miujiza na anarudi tena katika uhai, na hapa anakutana General Killigan. Killigan yeye ni mkuu wa majeshi katika jeshi hili la kifalme ambalo linaongoza Shabani.
Sasa anapochomwa huu mkuki, watu wote wanaona mwanga wa jua unatoka ndani ya mwili wake. Ikasemekana binti moja kwa moja pelekwe makao makuu, na mchizi hapa alipomkimbilia bibie alishindwa hata kusema kwa heri na walishindwa kuagana, na lakini walipofika mbele hapa Belia ikazuiliwa. Yani kuna watu wanamsaka bibie huyu kama nyama. Yani bibie huyu amekuwa kicheche, amekuwa acheche, amekuwa nini, amekuwa bonge la dili. Watu wanapambana na hao, wanapotaka kutumia uchawi wanadhibitiwa. Kwa hiyo watu wanazidi kupambana na kuzidi kupotea katika haya maisha kwa kumgombania ubibie, kwa sababu ubibie ni hela, ubibie ni neema, kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa anaweza kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Yani watu walikuwa wanapita hapo kwa shida sana, na hata kama mkija 20 basi ni mmoja tu ndio ambaye atafanikiwa. Dada kwenye kunusuru anashindwa, lakini General Kilgan anakuja, anatumia uchawi wake na anamwokoa bibie huyu katika hatari hii, na General Kilgan anaondoka naye moja kwa moja mpaka ikulu, mpaka makao makuu, kuwa makao makuu ni sehemu salama, na bibie anakabidhishwa chumba hapa. Lakini bibie anakamata kisu na kukika chini ya mtu kwa ajili ya kujilinda. Anakuja mtu hapa, wanaambiana, hakika wewe ukifanya masiala hii hoteli yako ama ibaya yako tutaiuza, ama tutakuwa wewe na tutamweka mtu mwingine. Kwa mchizi anaambiwa afanye juu chini awezekanavyo, na mwanamama huyu hapa anakamatwa, anaambiwa, bwana wewe ulishai kuvuka? Anaambia nilishai kuvukaga miaka hiyo, lakini siwezi tena kuvuka, kwa hiyo nilipitishaga tu na mpaka leo nacheza kamari. Lakini akawapa location na akawapa information. Helena aliitwa hapa na bosi wake ambaye alikuwa anamiliki siku zote, yeye anamiliki inzi huyu hapa dada, na amwambia, hakika naomba ushirikiana na ujamaa na ufanye naye kazi, kwa kuwa mimi ndio nilikuajili, bila kujua kama huyu dada na ujamaa walishafanya kazi muda mwingi, kwa kuwa huyu ndio bosi wake, na anamwambia ukitapofanikisha hiyo kazi kuacha huru. Basi dada huyu anaungana na watu wazito, na amfuata jamaa mmoja huyu hapa ambao yeye ni mtu ambao wa location, mtu ambao ni tapeli, mtu ambao ni muongo. Na huyu jamaa yeye anaonekana anajua habari nyingi sana, na yeye ndiye ambaye anavukaga mara moja kwenda hapa kuingia upande ule kule. Kwa hiyo mchizi alikamatwa hapa na akaanza kuhojiwa, kwa sababu ni contractor huyu ambao yeye anaendesha mambo yake kisirisiri mpaka kuvuta kule na kurudi huku. Jamaa alikuja hapa akaika bonde hoteli yake na kumwambia, mwanamama, nikirudi hoteli yangu naichukua. Lakini dada hapa anaona picha ya swala mwenye mapembe na anaamka, na swala huyu alikuwa anawaka, na mwisho wa siku anaambiwa acha tukuandae, kwa sababu mfalme anakuita. Wewe anaitwa Genya. Huyu dada ana kipaji cha peke yake, anaweza kutoa makovu yote na kubadilisha na kukutoa fotokopi. Hapa mfalme alitaka kumuona, na kweli mfalme alilitoa kwa binti na akataka kujua miujiza. Jamaa akaikakiza, alimshika mkono na miujiza ikaonekana. Jua likawaka sana, yani mwanga ukawa mkali, yani huyu bosi alipiga makofi mpaka kupiga makofi tena. Akamwambia, hakika sasa hivi wanaonipinga wote watasaliti amri. Lakini Zoya muda wote alikuwa anamkebea, anaambia, wewe huna kitu na wala huna unalojua. Katika sehemu ya kufunziwa hapa mazoezi, ili mradi dada aandaliwe, ili mradi aweze kutumia nguvu zake. Alijua Zoya kutokana yeye alikuwa ni mzoefu na muda mwingi yuko hapa, na aliendelea kumkebea. Dada alimtia kitasa cha ukweli, lakini Zoya alitumia uchawi moja kwa moja na kumwadhibu. Umeelewa? Dada yupo katika usingizi, anamwona tena yule swala, na anamka hapa na kuja moja kwa moja katika library, na anaendelea kuchagua. Apartment anamwambia, hakika hii ni sehemu ya mfalme ambao mara nyingi anakuja kusoma, na mfalme huyu kuna mambo mengi alitumia kama uchawi na kuchinja wanyama, ili mradi kupata nguvu na kujitilia nguvu, na alitumia mikono yake kwa sababu nguvu zote zilipatikana kwa mikono. Kwa akawa anamfundisha baadhi ya vitabu vya kishirikina ama vitabu vya kichawi, ili mradi dada ajijue, na kumpeleka katikati ya pango na kutana Bagla ni mwanamama ambaye atakuwa mkufunzi. Alimpiga kidogo kwenye mkono na akamwambia, inabidi uwe hai na uwe safi na salama kama mtu ambaye yuko hai, na uonyeshe miujiza yako, na ukishindwa leo umeshindwa, hebu toka nje, ili mradi siku nyingine uje tena. Na huyu hapa anaitwa Nina. Huyu dada yeye anaweza kuusoma moyo na kukudanganya moyoni mwako, na ukampenda chapu kwa haraka na ukazama katika mapenzi. Lakini Nina anaonekana yeye ni conductor ambaye na yeye kuna mtu anamsubiria. Kwa hawa wasoma moyo, alitaka kusoma moyo mjamaa awasimamishe, lakini hao majamaa nao wakamuai Nina na wakamfunga vikali. Nina alijitahidi kupambana, lakini kutokana na wanaume walikuwa wengi, wakamchukua moja kwa moja na kuondoka naye. Hawa wanadili na Nina, na Nina anaenda kuuzwa kwa sababu ya uwezo wake. Lakini upande wa hapa naye Nina walikuja hapa, Nina hawajamkuta kwa sababu Nina ilisemekana ndio conductor mwingine ambao atakuwa katika safari ya kupita katika huo ukuta ambao wenye kiza. Jamaa anambia huyu Nina itakuwa tayari ameshatekwa, lakini tusikate tamaa, tuendelee kusonga mbele, inaweza tukamuona. Jamaa akachukua mbuzi hapa na akachukua baadhi ya vitu,
akawaagiza makaa manini. Kwa hiyo jamaa wengine wakachukua makaa, wengine wanafanya nini, na kila mtu akaenda kufanya jambo lake. Lakini mchizi hapa alikuwa tayari ashawadhulumu watu katika mchezo wa kamari, kwa hiyo akaona jinsi, ikabidi akimbie moja kwa moja kwa sababu hela alikuwa hana. Majamaa walimkimbiza lakini wakamkosa, na kwa kuwa mchizi haukuta ambao anaingilia hawa ukuta wa kiza, ukiingia huko unakufa, ikabidi wasimame pale pale, na ili treni likaanza kutoka katika hii sehemu yenye kiza kupita hapa kuelekea hiyo sehemu nyingine kwenda kumwangalia huyo dada ambao watakuwa wao wanajivusha mara kwa mara au wanamtumia kuvuka hapa na kupiga pesa. Kwa hiyo hawa wametumwa na viongozi wakubwa. Katikati ya safari yenye kiza hiyo, mdudu ama wadudu mbalimbali wanaendelea kufanya balaa ili mradi kupindua, lakini kutokana na watu walikopo humo walikuwa na uwezo wa hatari, especially bwana mdogo alikuwa na shabaha sio mchezo. Akasema mbuzi leo atoki hapa, hakuna chochote kinachotoka. Huko kondakta yeye ndio dereva ambaye anaongoza huo mpango, lakini bwana mdogo alikuwa iko sharp shooter, akilenga kosi, akipiga hutoki, yani akipiga ni pale pale imo mchizo anataka kukuliwa hapa, lakini jamaa anapeleka pipe kubwa na anamuondoa jamaa, na mwisho wa siku hili treni linatoka katika mwanga na mwanga unaonekana. Na hapo upande wa Alina akiwa anachola hapa na kuandika message nyingi kumtumia bwana wake Humali, lakini hizo message zilikuwa hazifiki. Na hapa Mali yupo katika kambi ya jeshi na mwanajeshi mkuu anawaambia jamani, hakika atakayemwona umbuzi ataongezwa cheo ama ataenda kula chakula pamoja na mfalme kwa sababu umbuzi anatakiwa. Jamaa akanyosha mkono na wakaingia katika sehemu ya malindo kulinda, lakini sehemu hii ilikuwa ni hatari na baridi sio mchezo. Kipindi wanalinda hapa wanavamiwa na watu wasiojulikana na wanajitetea kidogo kuweka sawa miili yao na kuweka sawa akili zao. Mali anapambana sana kutetea maisha yake yeye, na mwisho siku alikuja alisaidia marafiki zake na kufanikiwa kidogo kuwaua hawa majamaa na kuwaondoa. Lakini kitu ambacho hawakijua, kulikuwa na jamaa yuko ndani ya kichaka hiki, walipiga bunduki nyingi na Mali alipiga bunduki ya bega. Na mwisho wa siku Mali anakumbuka kipindi anajiunga jeshini na mambo mengi alifanya, na Alina alimfuata na mwisho wa siku alimpiga mpaka mkuu wa majeshi na kufunga pamoja na Alina. Kwa kila kitu alichokifanya Alina alitaka kuweka karibu na Mali. Kwa Mali anaamka na kujitetea na kumuua huyu mtu wa mwisho ambaye alikuwa anaua marafiki zake. Mali alilia sana kwa sababu marafiki zake ambao wametoka katika chuo kimoja wamekufa, lakini kwa macho yake anamshuhudia yule swala. Alikuja moja kwa moja mpaka kambini na kambini walimpokea. Na hapa Alina anaendelea kufanya miujiza, lakini kila akifanya miujiza hawezi. Bagla anampiga, lakini kidogo kidogo anampa vitabu, anamwambia kasome, ufanye meditation, weke akili yako sawa. Lakini siku baada ya siku Alina kidogo anaanza kufanikiwa kulitoa jua na kuliongoza ndani ya mwili wake. Anajua maji, na alipokunywa maji yale ilirudisha kumbukumbu yake ya utoto. Kipindi Alina hataki kuangaliwa, kipindi Alina hataki kuonyesha uwezo wake kama yeye ana uwezo wa ajabu. Kwa hiyo alikuwa sometimes anajikata na kujificha ili mradi wasimjue kama yeye ana nguvu zile, kwa sababu unapojitoboa huna nguvu za kutosha. Na mwanamama alimwambia hiyo ndio sababu ambayo umeshindwa kujulikana kwa muda mwingi na ukakaa, kwa sababu ulikuwa na alama, lakini alama hiyo zikifutwa zote nguvu zako zitarudi. Na umchizi akawa anamshikashika kidogo na kumvutavuta kimapenzi, kwa sababu anaonekana na jambo lake ambalo hii kichwani ameliweka. Na huyu aliondoka moja kwa moja. Angalie, je, ameletewa barua? Lakini alipoona Mali hajamletea barua, alirudi ndani ya pango la Bagla na kumwambia leo nimekuja kuonyesha miujiza. Dada aliweza kutoa jua na alimfuata udada ambaye anatoa makovu, akamwambia liondoe ile kovu kama kumbukumbu ya Mali, yani kumbukumbu ya Mali iondoke. Na machizi hapo wanapiga mpango wa kwenda kumchukua yule dada kule ikulu, na wakajiuliza ikulu tunaingiaje sisi? Ikabidi wapate mpango, wakasuka mpango, wakaenda kumtongoza huyu jamaa ambaye yeye ana ramani ya ikulu nzima. Na hapa jamaa akalisema hivi na hivi, akamdanganya na kuacha alama zake ili mradi wakiweza usiku waingie waibe ramani. Na kweli walikata mwanga wote wa taa, na mwisho wa siku wakaingia taratibu ndani ya jumba hilo na wakaiba ramani hiyo, wakaikuta ramani nzima ya ikulu. Na walipofanikiwa wakatoa signal, lakini dada hapa kama alishtukiwa na mlinzi, na mlinzi hakumuona dada, akawa anamzunguka, yani anacheke kama butterfly ama nyoka. Na mchizi hapa alipofungiwa geti, alifungua geti kwa kutumia risasi, na mwisho siku wakabahatika kuondoka na ramani ya ikulu. Lakini mchezo ukabakia, je, wataingiaje ikulu? Wakaona bora wamfanyie mazingaombo udada, wampatishe ajali ili mradi udada adondoke. Na kweli udada alidondoka, na mchizi alifuata, anambia bwana sikiliza, usijali, sisi tutaenda kuperform kwa ajili yako na wewe utatupa kiasi ambacho kuna hapa watu wako. Basi jamaa akaonyesha uwezo wao na wakapigwa makofi kwa sababu walionekana wamewateka, yani walikuwa na uwezo kushinda hata yule watu ambao walikuwa wanafanya uwezo. Mchizi hapa na kundi lake wanafanikiwa, na hapa wanaonyesha cheti kama sisi ni wana mazingaombo na kuingia moja kwa moja. Si bwana ni noma, alivaa sare za hii ikulu, na hapa alikuwa anashuhudia taratibu chumba kile cha yule dada ambao wanamtaka ama mlengwa wao. Huku dada analembwa na David
hii alimpa zawadi, akamwambia hizi zawadi za kusaidia ni zilikuwa ni gloves, na dada alivaa zile gloves na kuzifanyia majaribio na zile gloves zikaendelea kufanya maajabu. Basi mwisho siku akamwambia asante kwa hizi gloves, na dada hapa aliomba kidogo atoke nje kidogo aende kupunga upepo. Akamwambia sio salama, akamwambia hakika nitamtengeneza mwingine, na kweli mwingine akaachwa pale kama photocopy na dada akatoka nje. Dada aliendelea kushangaa na watu wakaendelea kufanya kama huu ndio mtoto wa jua, na jamaa aliona target yake kumbe mtoto wa jua ni huyu hapa, kwa sababu alisikia kila kitu. Na dada aliporudi ndani, General Killigan alikuwa anamtaka kimapenzi. Na General Killigan kukua alipata busu zito leo kwa kuwa alimfikisha dada huyu sehemu salama, na dada alikata tamaa juu ya mali. Kwa hiyo dada hakuona kumbania General Killigan na akajiachia naye. Basi hapa wachizi waliingia na wakapata fomu na watu wakaendelea kuperform uchawi, lakini muda wa udada ulipofika, General Killigan aliingiza kiza nyumba nzima na udada aliachia jua vipande viwili. Umeona, watu wote walijisifia kutokana na uwezo wa ubidada. Hata yule mtu mtekaji ambaye alikuja kumteka alijua udada ni kiboko, na umenielewa. Kwa hiyo mchizi huku kondakta baada ya kuingia ndani humo alimkuta udada mwana mazingaombo, akamwambia hakika mimi nimetumwa tu kukuua, sijakuja kukuchukua. Na kweli alipomuua na udada alijitetea na kupambana naye, mchizi alimpiga risasi udada na kutoka moja kwa moja. Lakini hapa wanakutana na watu kupewa taarifa kama wameingilia, lakini dada alipomwangalia ubidada hakuwa yeye, kwa sababu alitengeneza mtu mwingine ambaye anafanana na yule dada. Na kweli nguo zilikuwa mbili, wakajua target yao wameikosa, ama mtu ambaye alimfuata kweli hajafa, lakini sasa ni nani? Kwa hiyo alikumbuka, na baada ya kukumbuka, lakini mchizi alifika moja kwa moja mahali mpaka kwa jamaa, akamwambia mimi nimemuona uswala, na kule tuliambiwa yoyote atamuona uswala atakula chakula kimoja cha mfalme. Kwa hiyo mimi sitaki chakula hiko, namtaka ubidada. Wakamwambia nenda huko utamuona ubidada, lakini kumbe lengo lao lilikuwa kumuua, kwa sababu General Killigan hataki mali akutane na bidada, kwa sababu atapokutana dada yeye atakosa kufanya mambo yake, atakosa kumtumia ubidada, kwa sababu anajua humchizi yeye na udemu wanapendana sana, kwa sababu barua nyingi jamaa alituma lakini hazikufika. Jamaa alipambana sana, lakini huyu dada alikuwa anatumia uchawi, lakini mchizi mali alikuwa ni moto wa kotea mbali, alimdhibiti na kumuondoa. Huku General Killigan anamdanganya dada Angelina na kuendelea kupata vitu vitamu vitu baridi, lakini ghafla anagongwa mlango, anaambia bwana ufalme umeingiliwa. Basi baada ya kusikia ufalme umeingiliwa, dada anataka kutoa moto hapa, kumbe alikuwa ni mama Morgan mama Galga ambao siku zote anamfundisha ama ni mwalimu wake. Anamwambia sikiliza, huyu mwanangu atakutumia vibaya, huyu ni mtoto ambaye mimi nimemzaa na yeye ndio mshenzi. Dada akabisha baada ya kuambia maneno yale, akaambia kwa nini yeye ndo atengeneza ukuta huo? Mama akamwambia yeye ndio ambaye mtengenezaji wa huu ukuta, na huyu ameishi miaka mingi, huyu ni shetani. Akazima kiza, akamwambia uona uwezo huu katoka kwangu mimi, la je huyu ndio yeye hapa? Na mama alimueleza mambo mengi, akamwambia hakika huyu anataka kukutumia kwa faida zake, huyu hakika anataka kuangamiza ufalme, hakika Killigan yeye ndio anataka kuwa mtawala wa dunia nzima. Kwa hiyo ondoka, kwa kuwa wewe utakuwa mtwana wake na utamsaidia, lakini ukienda mbali wewe utakuwa chachu ya kuiga dunia sawa. Huyu mchizi hapa alipata rushwa na kamla uloda mwanaume mwenzie na kupata lile gari ili mradi kuteka muda na mambo yao yaendelee sawa na sawa. Lakini mama hapa anapokuja kuulizwa ubinti yuko wapi, anamwambia ubinti tayari ameshaondoka. Mtoto anamtisha mamake, anamwambia hakika nitakuua. Umeelewa? La huku jamaa amekamatwa kwa sababu kwa mambo aliyofanya na anatishiwa hapa, lakini alipoangalia alikutwa na uwezo wa ajabu, naye aliuliwa moja kwa moja na alisambaratishwa. Na watu wanajua hapa kama ikulu imeingiliwa, na wanaanza kuangalia watu walioingilia ikulu. Huyu jamaa naye ni mwana mazingaombo, lakini mchizi anajitetea baada ya kumkatua huyu jamaa, na jamaa huyu akaendelea kupambana na akatoa moto wake. Lakini kabla hajatoa moto wake, bidada alirusha kisu na moja kwa moja kikamwingia huyu jamaa, kwa sababu dada alikuwa na target sana kwenye masuala ya kurusha vitu. Wakiwa wanaondoka mdogo mdogo na wakapanda farasi wao bila kujua bidada yuko ndani ya hili gari, na dada anatoka ndani ya gari hili anawakuta watu wanamsubiria wao, kwa sababu walishajua kama ameingia humo. Na baada ya kuingia wakamwambia bwana hakika sisi tuna nia mbaya, lakini dada akataka kutoa moto, watu wakaogopa kwa vipofu. Dada akakimbia na watu wakakubali kusaliti amri, lakini akiwa mtaani kuna askari mmoja akamjua dada, ikabidi ajitetee kidogo na akamtia upofu huyu jamaa ili mradi asione tena ndani ya maisha yake. Dada akajichanganya na akaendelea kukimbia kunusuru maisha yake ili mradi asizulike. Ghafla anakamatwa na mtu ambaye anaitwa Mali. Mali alimwokoa tena na kumrudisha katika mikono salama, kwa sababu Mali ni rafiki yake. Dada analaumu sana, muda wote uko wapi? Natuma barua zangu uzioni, natuma kila kitu ukiona. Hata Mali anasema hata mimi nimetuma sana, na mwisho siku akasamiana na kukumbatiana na kumbatio zito. Lakini kutokana na mchizi baridi kali, dada alitoa moto kidogo jamaa amini, na dada alimtibia mchizi madonda yake ama vidonda vyake na sehemu aliumia. Lakini akamwambia mimi nimemuona huyu swala, na akamwambia basi swala namtaka haraka sana, kwa sababu inabidi nipate nguvu, kwa sababu General Killigan ni mtu mbaya. Na huku General Killigan anaendelea kuwasaka watu waliomtorosha ubinti, kwa sababu anaamini ubinti ametoroshwa. Kwa hiyo yeye alikuwa anataka kujua ubinti kaenda wapi. Licha huyu ndugu yake alishauliwa kwenye moto, kwa hiyo naye anataka kulipiza kisasi kwa hawa watu.
na mwisho wa siku hapa mkono ukazidi kuwa mkono. Huyu anataka kulipiza kisasi cha ndugu yake na huyu anataka kuendelea kujitetea, la sivyo wote watakufa. Kwa hiyo mmoja mwenye nguvu ndio atabakia. Dogo mwenye shabaha anapambana na umchizi na huyu dada huko anapambana na ujamaa, ili mradi kila mtu anusuru. Anamwambia hakika wewe mimi uniwezi, na sio kama labda anapanga kukua. Dada anatumia silaha zake za moto, na hapa mwisho siku anaotewa tena na udada ni moto kote mbali kwenye kutumia visu. Anamua, anamwambia hakika sijakuua ama sijaua kwa ajili labda nataka nini, nimeua tu kwa bahati mbaya, sipendi kufanya mambo haya. Kwa hiyo tusameane, kwa sababu wewe nikikuua hakuna chochote kitachoendelea. Na upande hapa huyu dada anazidi kusisitiza kama anataka kulipiza kisasi chake. Na hata msela hapa amekutana na kiongozi wa ile kundi, anamwambia hakika mimi unipate, na jamaa alipiga bomu chini na kuondoka. General Kilgan anajikuta amekosa, lakini hawa machizi waliangalia kwa jicho la husda na kuondoka, na hapa wanafanikiwa kuokoa maisha yao na kupanda hili boti na kuondoka moja kwa moja. Na hapa wakapotea na ramani General Kilgan akaikosa, kwa sababu General Kilgan alikuwa na watu wake hatari ambao walikuwa wanawataka watu hao kwa hudi na uvumba. Machizi waliingia katika jamii ya watu na wakajichanganya na General Kilgan, akawa hana jinsi, akawa hana budi. Usiku huku ndani ya jahazi hii ya udada nani ambaye amekamatwa, yeye ambaye anasoma moyo, walipata ajali. Baada ya kupata ajali katika tufani hili, yeye akamchukua huyu jamaa mmoja ambaye alimteka, na yeye akamwamsha moyo, na moyo karudi tena, na ujamaa nguvu zikarudi. Akamwambia hakika tuogelee na tutoke. Katika baridi kali hilo, na Matias na pamoja na Unani walitoka taratibu, na dada alitumia nguvu nyingi kumpa joto huyu jamaa, moyo wake uwe na nguvu, na kweli walifika mpaka nchi kavu. Na baada ya kufika nchi kavu, yani mtekaji na mtu alomteka nyara, dada akamwambia bwana, njoo kidogo nipige vitu, njoo nipige vitu alau tupate joto. Na jamaa akaanaogopa, ambaye msilali na wachawi, wewe ni mchawi. Lakini mwisho wa siku walishare kitanda kimoja kwa aibu, na jamaa alikuwa bikra, hajai kula mzigo hata siku moja. Na jamaa kweli alinogewa na utamu wa bidada, na hapa bidada anataka kudondoka, wakaacha tofauti zao, wakaendelea na mapenzi, na mwisho wa siku jamaa alimokoa, yani Matias alimokoa nani? Basi General Kilgan tunakumbushwa miaka ngapi iliyopita nyuma huko alikuwa na mpenzi wake ambaye anampenda anaitwa Ruda, na kwa kuwa serikali ishamjua General Kilgan ana lengo baya, wakataka kumuua. Na hawa North Shiban ambao ni wanajeshi ambao walikuwa wanataka utawala wa Kilgan ufe, lakini Kilgan alitumia nguvu nyingi sana na akamwambia mpenzi wangu mwacheni, lakini hao walishindwa, na General Kilgan alishindwa kuvumilia na akaua watu wote na kumchukua mpenzi wake. Lakini mpenzi wake alikuwa hali yake mbaya, na alipomleta huku kwa mama yake ilimadi awezekane, ikiwezekana arudishe uhai wake, lakini watu kumrudisha uhai wake walishindwa. Na huyu jamaa General Kilgan, huyu ndio mwanamke alimpenda sana. Mama alimwambia nimeshindwa mwanangu, na hakika usifanye jambo lolote, kwa sababu yote nimepanga Mungu, binadamu anaishi na kufa. Lakini General Kilgan ashaingiwa na ushetani. Kuna kitabu cha mamake ambacho mamake alikificha muda mwingi, alienda alikisoma, na baada ya kwenda kukisoma alichukua nguvu za mwili zote na kuzitia ndani ya mwili wake na kushindwa kujikontrol. Hata hawa wa North Shiban walipokuja maaskari hawa, jamaa General Kilgan aliwaua wote ama maaskari bila kuwashika, na kusababisha kutengeneza ukuta ambao mpaka leo ndani ya ukuta huo hakuna mtu yoyote ambaye anapita, na kutenganisha sehemu mbili, yani kulia na kushoto, na yeye kuondoka na yule binti ambaye yeye alikuwa anamtaka. Lakini hapa tunarudisha wakati hapa wanamkuta swala, na dada hakutaka kumuua kwanza uswala, bali alimshika kichwa na kuweka nuru zake. Lakini kipindi anafanya miujiza hiyo, General Kilgan na watu wake waliingia na kuanza kuwashambulia, lakini mtu mzima Mali, yeye jeshi la mtu mmoja alizidi kupambana, lakini Mali hakuwa na uwezo wa kupambana nao wote hawa, na wakaenda wakampiga mshale wa mgongo na wakamzidi nguvu, na watu wengine wakaanatumia uchawi wake. Kwa dada akajikuta anamtetea bwana wake, anamtetea na yule ili mradi asizuriki, lakini General Kilgan akatumia uchawi wake wa kiza, lakini dada akamzuia yule swala na akamzuia bwana wake. Jamaa anamwambia hakika inabidi uchague mmoja, uchague ni bwana wako Mali ama uchague huyo swala, hakika okoa mtu mmoja, la sivyo nitaua wote. General Kilgan anajikuta anamkamata tena bidada na kumtia mbaloni na kumkamata Mali na kurudisha hapa ndani na kumwambia hakika kwanza leo wewe utakuwa mtona wangu, na kuchukua lile pembe la yule swala ambalo amelikata na kuchukua vipande pande na ngozi ya swala kumtia udada katika mkono, na hapa kuwaunganisha. Dada anakuwa yeye anakontroliwa bila kujikontrol yeye mwenyewe na nguvu zake. Kweli General aliitisha safari, na hapa aliandaa safari, lakini hata huyu dada ambaye siku zote alikuwa anamtibia na akamwambia mimi tena hapo siwezi, inabidi ufuate nyayo za General, la sivyo utahatarisha maisha yako. Basi dada huyo aliondoka na kumwacha dada huyu akiwa yupo katika gumzo.
gumzo, lakini huku machizi waliendelea kusogelea hii sehemu na kujua namna gani wafanye. Na hapa wakapata mbinu, bwana sisi na bibi tuwe katika msafara. Wakaenda wakaua wafanyabiashara baadhi ambao walikuwa wanataka, na wakavaa kama wale wafanyabiashara, ikiwezekana na wao wawe sehemu ya hiyo biashara. Mchizi huku wanajifungua pingu na kutoka katika kiambasi la kile. Huku hao watu wanaendelea kujadiliana wakiwa ndani ya boti, lakini General Kilgan alikuwa yupo na ulinzi mkubwa, na hapa wakamfunga ubidada ili mradi safari yao ianze na miujiza yao iendelee, kwa kuwa wanaingia katika kiza. Waliingia katika kiza, lakini huku Nani pamoja na Maltese wanaendelea, wakafika mpaka kwenye hoteli moja na wakaanza kupendana, na taratibu wakagonga msosi kidogo, lakini ghafla ujamaa moyo wake unasizishwa. Kumbe kundi la Nani lilikuja kumchukua, kwa sababu huyu naye ni dada ambaye alikuwa anatumika kiserikali. Akamwambia jamani, hakika huyu sio mtu mbaya, msimuue, lakini watu wote wanaikuwa chini ya ulinzi. Na dada akaona isiwe kesi, kwa sababu hawa watu wana nguvu za ajabu, wanaweza kusambaratisha watu wasiokuwa na hatia. Akamwambia jamani, hakika mimi nitaondoka na nyie na kokote tutaenda. Basi dada akakubali, lakini huku mchizi General Kilgan anatumia nguvu za dada huyu kuweka ukuta uwe na mwanga na boti ipite salama. Kwa hiyo mchizi akaonekana kama yeye ni mhalifu chini huku, wakamweka chini ya ulinzi, lakini baada ya siku akamjua kama huyu jamaa naye yupo kinyume na General Kilgan na anataka kumwokoa mwanamke. Kiza kikaanza kutumwa huku mbele, yani hata ile sehemu ambayo kiza kikuwepo kikazidi kusogezwa. Dada akasema huyu mchizi sasa anataka kutetea au anataka kuua watu, mpaka ile sehemu ambayo ilikuwa haina kiza watu wakaona kiza kinaletwa. Kumbe General Kilgan alikuwa na nia yake, akamwambia sikilizeni, mimi ndio mtawala na mimi ndio mfalme kuanzia leo. Yani mambo yote nilikuwa nataka kwa muda mwingi, lakini mchizi hapa aliingia na kwanza kutia shaba, lakini kabla hajafanya mambo yake yote, vibaraka vya General Kilgan vikamzuia moyo wake huyu jamaa, na moyo ukizuika bila kudunda unakufa. Kwa dada anajikuta hana nguvu ya kutetea, lakini hapa baadhi ya watu wakataka kumgeuka, kwa sababu mchizi alienda kisheria na kinyume cha watu, lakini huyu jamaa mzima moyo alizima moyo wa watu wote hawa, na watu wote wakawa hana nguvu. Lakini upande huku wa juu kuna Zoya anapambana kutetea maisha, lakini hao wote ni wachawi, na mwisho wa siku dada anayemchezea visu vikali anajikuta anazima moyo wake. Lakini Zoya anasaidia sasa, kwa sababu amemwona General Kilgan ni mtu mbaya, na opportunity ikapatikana, na jamaa bunduki kaendelea kupanja, kwa sababu jamaa alikuwa anashuti sio mchezo. Bunduki zikaanza kupigwa na General Kilgan akaendelea kutumia uwezo wake, lakini kisu kikamwingia kutokana kwa ubidada Inka alibahatika, lakini General Kilgan moshi mwingi unamtoka na kiza kinaendelea kukaa. Na hapa Zoya na yeye anajeruhiwa, lakini ilibidi walindane na hao wanyama wanaokula watu, ikabidi wadondoke kwa wingi hapa kuchukua watu. Ndipo bidada anamuona huyu swala, na uswala alikuja na nguvu nyingi, akakamata kile kisu, na alipokamata kile kisu akakifanya anavyotaka yeye kukifanya, na mwisho wa siku General Kilgan kile kidude cha kumuongoza bidada kikamtoka mkononi, na mwisho wa siku dada akaanza kujiongoza mwenyewe na kuweka mazingira sawa, mazingira ambayo tayari alikuwa ameshaharibika. General Kilgan aamini kama uwezo wake ni mdogo, lakini mali alimchukua uso kwa uso, macho kwa macho, nyama tu nyama, wakaanza kupigana. Lakini mchizi huyu ambaye anasimamisha moyo akamkamata bidada na kuanza kumfanyia miujiza ili dada ashindwe kuweka mwanga wake. Dada kweli anashindwa na kiza kinakuwa kikubwa, huku mkono bai mkono, nyama kwa nyama. Wanaume hawa wote wanampenda bidada, lakini mmoja anampenda bidada huko faida zake, lakini dada anajikuta anaanza tena kurudi tena. Hata General Kilgan anashindwa kutumia nguvu zake vizuri, na mnyama mkubwa anakuja anamchukua na kusepa naye, huku dada huyu anaamshwa. Na hapa wanafika ndani ya mwanga mkubwa baada ya kuvuka katika kiza hiki ambacho kizito. Miaka inasogea na wakasogea huku, na kila mtu akajijua nguvu zake, mahali akamchukua demu wake. Na hata wamachiza akamwambia bwana, hakika hiki kiza kimeshatoka bwana, sisi hatuna shida na wewe, hizi pesa na almasi tulopata zinatutosha, tutaenda kupiga bingo. Wakakumbatiana Zoya pamoja na Hudada, kwa kuwa walikuwa wanachukiana na tofauti zao zikaisha, na hawa wakaingia katika boti moja na wakaanza kuondoka. Lakini upande wa hapa Martin na Hudada, Martin analalamika, anambia bwana, wewe umeniuza kwa watu wako, na hakika umeniuza. Dada anamwambia hapana, sija kuuza, na kwa nini kuuze, ingalikuwa mimi na wewe tushakuwa wapenzi. Basi dada huyu anaangalia namna gani anaweza kutoka, lakini kwenye boti hii kuna watu chungu nzima na watu wengi wamepanda bila kujua chini kuna balaa linaendelea. Wanangu, hii ni part 1. Part 2 ya likapu yetu inakuja. General Kilgan ni mzima na anakuja na majeshi ya kutosha. Ni hapa Tam TV pekee, kisiwa cha burudani. Nami DJ wako mitamboni, kiungo mnyumburukaji Fei Bash. Sina tena la ziada. Ciao.